Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja nasi sote tunapolisikiliza neno la Mungu. Tuombe. Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa muda ambao umetupa kukuabudu. Asante kwa ile nyimbo ambazo zimefika katika madhabahu yako, na asante kwa muda huu uliotupa kwa kulisikiliza neno lako. Tunakuomba Bwana utubariki mioyo yetu, tuyasikie mausia ya neno lako, ili tuendelee kuzalia matunda yaliyo mema kwa utukufu wa jina lako, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Wapendwa, tunaendelea na mafundisho ya nyumba katika dayosisi yetu. Kichwa kikuu ambacho kinatuongoza kwa mwezi mzima kinasema msingi wa ustawi na usalama wa familia, na neno kuu ambalo limetuongoza kwa mwezi mzima ni Yoshua sura ile ya kwanza na ule mstari wa 8 ambao unasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humu, maana ndipo utakapofanikiwa njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Mada ya leo inasema kumiliki pamoja katika familia ya Kikristo, na somo la leo ambalo litatuongoza ni Zaburi ya 133. Niwaombe tuisome kwa pamoja, maana ni Zaburi ambayo tumeizoea kuisoma mara kwa mara. Tuseme pamoja. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja, ni kama mafuta mazuri kichwani, yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upinde wa mavazi yake, kama umande wa Hermoni ushukao mlimani pa Sayuni. Maana ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam, uzima hata milele. Amen. Mwezi huu umekuwa ni wakati mzuri wa kutafakari juu ya familia zetu, na tumejifunza mada mbalimbali zinazolenga kuimarisha familia zetu. Ninyi mnajua kwamba familia imara inafanya kanisa imara, si kweli? Leo tunaangalia baraka ya kuwa na mipango na matumizi ya pamoja ya rasilimali za familia. Mada yetu inasema kumiliki pamoja. Wapendwa, tunapozungumza kumiliki pamoja, tusifikirie habari ya kanisa peke yake. Lazima tuanze na familia, kwa sababu kanisa lina nguvu wakati familia zake zina nguvu zinapoungana. Familia zenye nguvu zinapoungana pamoja na kushiriki kufanya kwa pamoja. Familia dhaifu huleta kanisa dhaifu, huleta jamii dhaifu, na hivyo taifa dhaifu. Lakini familia imara hujenga kanisa imara, na hayo mengine ambayo nimeyataja. Kwa hiyo kama tunataka ushirika wetu ziwe na uwezo wa kujenga makanisa kama mradi kama huu na kutimiza huduma zake, lazima tuanze kujenga familia zinazomjua Mungu, lakini ambazo zinaweza kupanga kufanya kazi pamoja na kutumia rasilimali zilizopo pamoja. Ndio maana tumesoma Zaburi ya 133 inayosema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wafanyaje? Wakae kwa pamoja kwa umoja. Hii ni kanuni ya maendeleo, kanuni ya umoja ambayo inaanza nyumbani. Nitazungumza machache katika eneo hili. Jambo la kwanza, mpango wa pamoja, utendaji na matumizi ya pamoja ya rasilimali za familia ya Kikristo ndio siri ya maendeleo. Familia ya Kikristo haipaswi kuishi kwa kubahatisha. Familia inahitaji maono na mpango wa pamoja. Mume na mke wakae pamoja na kujiuliza,
Mungu ametupa nini? Tuna nini hapa nyumbani katika maisha yetu? Tuna kitu gani? Sijui, naomba niulize wanafamilia mlioko hapa, ni wangapi wanajua wana nini? Kila kilichoko ndani ya familia sita familia. Kwa hiyo ili tujue maendeleo yetu lazima tujue tuna nini, kwa maana ya kitu chenyewe, lakini idadi yake na thamani yake. Labda nikuulize familia yako, pato la familia yako ni shilingi ngapi? Pato ya familia yako unafanya kitu kinachoitwa valuation. Yaani nenda kachukue nyumba ulionayo, chukua shamba ulilonalo, chukua elimu iliyosomwa katika familia, kila mtu na elimu yake, na vitu vyote makorokoroji yote yajumlishe, yape bei sawa, alafu yagawanye kwa idadi ya wanafamilia. Hilo ndilo pato la nini? La familia. Sio mshahara, sio mshahara. Mshahara sio pato la familia, ni sehemu ya pato la nini? Ya familia. Kwa hiyo ni vizuri kujua ili kuweza kupiga hatua ya maendeleo. Tunataka familia yetu iwe wapi baada ya miaka mitatu? Ni swala la kujiuliza, baba na mama. Hivi miaka mitatu ijayo tunataka familia yetu iwende wapi? Miaka mitano, miaka 10 ijayo. Piga picha mbele. Unataka familia yako iweje? Labda na kusema, mchungaji, mimi siwezi kujua mambo ya mbele. Ni kweli uyajui. Mungu anayajua. Kupanga ni kazi yetu, lakini kutekeleza kazi ya nani? Ya Mungu. Wewe panga tu. Hata kama utakuwepo usiwaacha watu. Kwani mnaondoka wote? Hamuondoki wote. Atatoka mmoja mmoja kwa nafasi yake. Watoto wanahitaji kujua ni nini kiko kwenye familia yetu. Tutapangaje elimu yetu? Elimu ya watoto wetu. Tunataka watoto wetu wafikie kiwango gani? Kama mimi nilishia degree ya kwanza, watoto wangu nataka wafikie degree ngapi? Kama mimi kipato changu ni kiasi hiki, nataka watoto wangu wapate kipato gani? Ufikirie kabla hawajakipata. Tutajengaje au tutaboreshaje makazi yetu? Tutafanya afya yetu ya familia tunailindaje? Ama tunasubiri tuugue tuanze kufikiria habari ya afya zetu? Lakini ukweli kwamba ili uwe na hakika afya yako ni vizuri kufanyaje? Kuangalia afya yako mara kwa mara. Pengine kupima inaweza kuwa bei rahisi kuliko kufanyaje? Kutibu. Swali hili la muhimu pia kulijiuliza, tutasaidiaje wazazi na ndugu zetu? Tutawasaidiaje wahitaji? Tutajengaje uhuru wa kifedha ndani ya familia yetu? Katika mapato yetu tunatengaje fedha kwa ajili ya ibada na huduma katika shamba la Mungu? Tunajiandaaje kwa maisha ya baadaye? Wale wanaoajiriwa wanazungumza baada ya kustaafu, si ndivyo? Lakini kuna ambao wako nyumbani hawajui wanapaswa kujiandaa. Hata kama hujaajiriwa na mtu, hujaajiri mwenyewe, lazima ufikirie habari ya kustaafu kwako. Majuzi nilikuwa na fundi mmoja akaniambia najiandaa kustaafu. Fundi ambaye anafanya kazi yake mwenyewe. Unajua unaweza kuwa na nguvu zako ukafikiri bado unaweza kufanya kazi tu miaka yote, lakini kuna nyakati ambazo nguvu zako zitafanya nini? Zitapungua. Kwa hiyo ni vizuri kujiandaa, ujue ya kwamba hivi nguvu zangu zikiwa zimeisha nitaishije. Na hii inapaswa kuwa mipango ya pamoja ndani ya familia. Familia isipojua inakokwenda, hata ikiwa ina kipato, inaweza kutumia kila kitu bila kujenga chochote cha kudumu. Kuna watu wanasimuliwa wanasema nilikuwa na mshahara mkubwa sana, lakini hana nyumba ya kukaa. Na mshahara alikuwa nao mkubwa tu, alikuwa na nafasi kubwa sana ya maisha, lakini anaishia vibaya. Na pengine ukaanza kulaani watoto, na wengine wanawaza wanasema namsomesha mtoto ili aje nisaidie. Unamsomesha mtoto ili ajifanyaje? Ajitegemee, si kwa ajili yako. Maisha yako ni sasa. Bwana asifiwe. Tena ukishazeeka unakula nini? Unaishi na magani? Si Mungu anakuja jamani. Maana mtu anakariria sana, namsomesha mtoto wangu bwana, ikizeeka unikumbuke. Ni kweli anaweza kukumbuka, lakini hata kukumbuka unaweza kutumia nini tena? Vya kutumia vyako ni vya sasa hivi. Kama ni chakula kula sasa, usisubiri kula baadaye watu wako kitahitimu ama wakipata kazi. Inawezekana wasipate kazi. Inawezekana kabisa wasipate ajira ama wasipate mawazo ya kujitegemea kama unavyofikiria wewe.
Kwa hiyo maisha yako yatengeneze na yatunze sasa. Na tunaposema rasilimali, tusifikirie pesa tu. Familia inaweza kuwa na pesa. Ndani ya familia kuna wenye mshahara, pengine kuna kitu wanaita ordinary real estate, yaani kuwa na vitu vinavyokuingizia mapato, labda ni mashamba, viwanja, manyumba. Mtu anakuwa na vitu namna hiyo vinamuingizia kipato. Na watu ambao wanaweza kukaa kabisa maisha yao yote yajayo bila kutoka jasho tena, kwa sababu pesa zinafanya kazi kwa niaba yao. Wameshaondoka kwenye stage ya kufanya kazi kwa ajili ya pesa, maana tayari wameshazoea ya kutosha na kuwekeza. Kwa hiyo fedha zinatoa matunda kwa ajili ya maisha yao. Kuna watu ambao simu hizi ambazo tunazo hapa, tunatumia apps za watu hapo, hizo hapo tayari ni watu ambao wamekaa mahali wanapata kiyoyozi. Wewe ukitumia tu, pesa zinaingia. Wewe zako zinatumika, zako zinafanya nini? Zinaingia. Lakini kuna ardhi, kuna vipawa ndani ya familia, kuna ujuzi ndani ya familia. Unatumiaje kipawa chako kwa ajili ya kuboresha maisha ya familia? Unatumiaje kipawa na karama uliopewa na Mungu kwa ajili ya kuboresha huduma ya kanisa la Mungu? Lakini tuna muda ambao Mungu ametupa, muda wa kufanya kazi, muda wa kujifunza, muda wa kuhudumiana. Tuna muda ambao ni rasilimali ambayo tumepewa sawa kwa watu wote duniani. Mungu ametulinda, ametoa. Kwa kweli hapo hakuna mwanadamu atakayesema kwamba mimi nimepunjwa, maana ziko saa 20 ngapi? 24 ambazo tumepewa watu wote duniani. Ni rasilimali hiyo ambayo ni kubwa pengine kuliko hata pesa na viwanja na kadhalika. Lakini kuna nguvu kazi. Kila mwanafamilia anaweza kushiriki kwa namna yake. Kila mtu ana rasilimali nguvu kazi. Bwana asifiwe. Amen. Kila mtu, wewe umesoma, wewe hujafanya nini? Yes. Unayo nguvu kazi. Unatumiaje nguvu zako kusapoti maisha ya familia? Maana kwenye familia zetu kuna watu kazi yao ni kuangalia TV. Mama anakuja na hangaika, baba anahangaika, lakini anaangalia TV, anakula chakula, matokeo yake ni kuota nundu kila mahali. Unafahamu nundu eh? Bwana asifiwe. Samani kama una nundu. Maana hata mimi nakazana na kwangu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nguvu zako ni mtaji, ni chanzo cha kuimarisha uchumi wa familia. Kwa hiyo ujiulize, ndani ya mwezi huu nimetumiaje nguvu zangu nilizopewa na Mungu? Maana hizo nguvu unavyoziona, kuna siku zitafanyaje? Zitakwisha. Nimeona waimbaji wakiimba hapo, wengine wanakazana na wengine wanakwenda polepole, ishara kwamba nguvu zinafanya nini? Zimeanza kupungua. Na utajua wala utaambiwa zinapungua. Kuna siku utajaribu kubeba kitu fulani ulichokuwa unakibeba kirahisi, alafu siku hiyo utasema hebu wanangu, John mnisaidie. Maana nini? Nguvu hazipo tena. Unatumiaje nguvu ambazo Mungu amekupa? Mungu hakukupa nguvu hizo ili upige watu ama uringe. Amekupa nguvu hizo ili uongeze thamani na pato la familia na hivyo kanisa na taifa la Mungu. Lakini Mungu ametupa maarifa ya aina mbalimbali. Maarifa ya neno la Mungu kama mtaji wa msingi, lakini ametupa elimu mbalimbali, ametupa uzoefu wa aina ambao tunapaswa kuutumia ili kujenga familia imara. Lakini ametupa mahusiano mbalimbali. Kuna mahusiano mbalimbali ambayo Mungu ametupa, na tunajiuliza kwamba tunatumiaje mahusiano tulionayo kama chanzo cha kuboresha maisha yetu, ama mahusiano yetu yanalenga kitu gani? Lakini tuna imani, tuna mtaji mkubwa wa imani, imani katika Yesu Kristo, ambayo ni nguvu kubwa sana katika familia ya Kikristo, ambayo imani hiyo inatuongoza kumwomba Mungu. Hatuwezi kufanya maombi kama hatuna imani, na tunamtegemea Mungu ambaye ametuumba. Kwa hiyo familia yenye umoja inasema kile Mungu alichotupa tutakitumia pamoja kwa hekima ili kujenga maisha yetu, kuwalea watoto wetu
na kulijenga kanisa na taifa la Mungu. Bwana asifiwe. Unapokaa unafikiri vizazi vyako vitatu vinne vya mbele. Mimi niliwahi kwenda nchi moja Ulaya, nikakaribishwa kwenye nyumba moja ya kulala. Yule alinikaribisha akaniambia, hii ni nyumba ya babu wa babu yangu. Sijui kama hapa kuna mtu ambaye nyumba ya babu yake bado iko hai mpaka leo. Ina maana huyo babu alikuwa smart mpaka akaacha nyumba kwa wajukuu wake. Yaani unapofanya shughuli zako leo usifikirie tu watoto, fikiria nani? Wajukuu na vitukuu. Maandiko yanasema ya kwamba mtu mwema huwaachia watoto wa watoto wake urithi. Na huwezi kuacha kitu kama huna kitu. Si ni kweli ndugu zangu? Lazima uwe na nini? Uwe na kitu. Kwa hiyo kuna kazi ya kufanya kwenye familia zetu. Utendaji wa pamoja, mpango mzuri ambao utusaidia kutekeleza mpango wa maendeleo katika familia. Na familia inakaa na kusema tutajenga hii nyumba, hii familia inayosema tutajenga, uiangalie tu haitakaa ijenge. Tutajenga, yani tukipata hela tutafanya nini? Tutajenga. Yani hii ni ile slogan ya Manyani. Wananyeshewa mvua leo, wasema hii mvua ikiisha kesho tutafanya nini? Tutajenga. Hawataka wajenge. Lakini kama familia inasema tunajenga, inaanza kupiga hatua na kile kidogo kilichopo. Maana huanza kujenga na matofali yote, unaanza tofali moja. Kwa hiyo ni vizuri tukajua ya kwamba pamoja na mipango ambayo tunaweza kuiweka, ni muhimu kuhakikisha kwamba mipango hiyo inaingia kwenye utendaji. Kama hakuna mpango wa fedha, kama hamna mpango wa ujenzi, kama hakuna mpango wa maendeleo, yanaweza kuwa ni maneno ya kufurahisha ubongo, kwamba hata mimi siku moja nitajenga, hata mimi siku moja nitakuwa na pesa. Msinichezee, siku moja nitakuwa na nini? Nitakuwa na pesa. Utasema hivyo mpaka kichwa kitakuwa na dhahabu za kutosha na pesa hujafanyaje? Hujaziona. Ndugu zangu, kwa hiyo ni muhimu kila mmoja ndani ya familia afanye wajibu wake. Mke afanye sehemu yake, mume afanye sehemu yake, watoto wafundishwe kufanya sehemu yao, na kila mmoja aseme mimi nina nafasi gani katika maendeleo ya familia yetu. Kila mtu ajiulize. Iwe ni baba, iwe ni mama, iwe ni mtoto, ajiulize, mimi hapa na mchango gani? Nina mchango gani kwenye maendeleo ya familia? Na mtoto hata kama ni mdogo afundishwe kujiuliza swali hilo, kwamba mimi nachangia nini kwenye ugali na ukula leo mchana, na sokota matonge hapa. Katika haya matonge nina mchango gani? Labda nimesafisha vyombo, labda nilienda kusaga unga, labda nilifanya kitu fulani. Kila mtu ajiulize nina mchango gani. Jambo la pili ni matumizi ya pamoja ya rasilimali. Wapendwa, moja ya siri ya familia yenye mafanikio ni kujifunza kwamba rasilimali za familia zinapaswa kutumiwa kwa hekima na kwa malengo yaliyokubaliwa ya pamoja. Si kila fedha inapaswa kutumiwa mara moja. Familia inaweza kugawanya mapato yake kwa vipaumbele. Sina hakika hata kama kuna mpango wa pesa kwenye familia yetu, na sina hakika kama tunajua tuna shilingi ngapi. Kama hatujui tuna shilingi ngapi, basi hata tulizo nazo hatuna mpango nazo. Ndio maana hata zikiisha hatujui, ama zikiisha tunasema yani unajua wakati mwingine pesa za ajabu zikiisha ndio akili inarudi. Inasema yani nikiwa na pesa nitafanya vizuri, nitapanga mipango yangu vizuri sana. Ukitazipata inafuta ule mpango mpaka ziishe tena. Kuna mpango gani katika fedha zako ulizo nazo? Lakini kwa taratibu wa kawaida
ni vizuri. Usisubiri pesa ndio upange. Panga kabla hujapata pesa. Useme fungu hili litakuwa la elimu, fungu hili litakuwa la afya, hili nitawekeza, hili nitaweka akiba, hii nitatoa sadaka, hii nitafanya huduma mbalimbali. Ndio maana Wakristo waaminifu hawaji kanisani na kujiuliza leo natoa ngapi na kutafuta kilichosalia. Wamejipanga kabla hata ya kuja kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana kila Mkristo akajua na akajifunza vizuri kutumia vile alivyopewa na Mungu, ikiwa ni pamoja na fedha. Familia ikiwa na mpango mzuri inaweza kusema kila mwezi tutatenga kiasi fulani kwa ajili ya sadaka na maendeleo ya kanisa, na hapa sadaka ya kanisa haitakuwa jambo la kushtukiza kila wakati. Familia inaweza kujiwekea mfuko wa familia wa maendeleo na huduma, kujiandaa kwa ajili ya sadaka za kawaida, miradi ya kanisa, ujenzi. Lakini habari ya udiakonia, wewe binafsi useme nitawasaidia akina nani, sio ile ya kuhamasisha kwamba wiki ijayo kuna siku ya kutoa sadaka ya udiakonia. Lakini wewe binafsi na familia yako mna mpango gani ya kuwasaidia wahitaji? Maana wahitaji wako siku zote, na uhitaji kukumbushwa ndio utoe, lakini unajua kuna wahitaji. Wengine ni majirani zako, wengine ni ndani ya familia yako, wengine ni watu hata kama si wa dini yako. Unahitaji kujua kwamba napaswa kuwasaidia watu wa aina mbalimbali. Lakini elimu ya watoto wako, watoto wangu watasoma wapi? Lakini nitashirikije shughuli za kiroho na za kijamii? Hivi familia inakuwa ya baraka kwa kanisa badala ya kuwa tegemezi kwa kanisa kila wakati. Maana Wakristo wengi wa siku hizi wanasema kanisa limenifanyia nini? Lakini hakuna wanaojiuliza. Of course wako wachache wanaojiuliza, mimi nimeufanyia nini usharika wangu? Nimelifanyia nini kanisa langu na vipawa ambavyo Mungu amenipa? Nimevitumiaje vipawa vyangu kumtumikia Mungu? Wako wachache miongoni mwa washarika wanaokuja wanasema, mchungaji, nifanye nini hapa? Una upungufu gani hapa niweze kusaidia? Mchungaji, kuna shida gani usharikani hapa? Kama mwingine anaona upungufu mwenyewe, anakuja anasema, huu mlango mimi nitauweka, hiki madhabahu, huu msalaba, hii Biblia imechakaa, nitanunua nyingine. Ni wachache wa aina hiyo. Ni muhimu kila mmoja wetu akawaza ndani ya moyo wake, ninafanya nini kwa ajili ya ufalme wa nani? Kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ninajitoa kwa kazi gani? Mungu amenipa sauti, ninaimbaje watu wamjue Kristo? Mungu amenipa nafasi ya kuhubiri, nimewahubiria watu wangapi? Watu wangapi wamemjua Kristo kupitia kipawa nilicho nacho? Mimi ni fundi, nimetengeneza kitu gani? Mafundi zamani makanisa yetu vijijini walikuwa wanajitolea, nakuja nasema hii imeharibika, natengeneza mwenyewe, hamtanilipa, sadaka yangu ni ufundi wangu. Siku hizi tunalipa kila kitu. Kila kitu. Hata maji ya kanisani tunafanyaje? Tunalipa. Wale watu walikuwa na vipawa vile wamekwenda wapi? Mahali pengine hata usafi wa nyumba ya Bwana tunalipa. Ingawa kuna watu Bwana amewapa vipawa. Si wote wanaona uchafu. Kuna wengine hawaoni uchafu kabisa. Zamani watu walikuwa wanajitolea kutunza mazingira ya kanisa. Siku hizi tunalipa kila kitu. Kipawa hicho kitafanya kazi lini? Ni kweli tunaweza kuwalipa, lakini kipawa chetu tunakitumiaje kwa ajili ya kueleza ufalme wa Mungu? Jambo la tatu ni changamoto zinazokabili mpango wa umiliki wa pamoja. Wapendwa, kumiliki pamoja ni jambo zuri, lakini si rahisi kila wakati. Kuna changamoto katika familia zetu, changamoto ya ubinafsi, na hii inakwenda mpaka kanisani, inakwenda mpaka kwenye taifa. Ubinafsi. Mtu anasema hizi ni fedha zangu, hii ni mali yangu, hii ni nyumba yangu. Mama anasema hili ni kabati langu nilichonga, hizi ni sofa zangu nimenunua, hii nyumba yangu nilijenga. Baba anazungumza vya kwake hivyo hivyo, hizi fedha ni zangu, nitafanya ninavyotaka. Lakini katika familia ya Kikristo tunahitaji kujifunza kwamba umoja ni muhimu kuliko nini? Kuliko binafsi. Lakini changamoto nyingine kutokuwa na mawasiliano mazuri.
Familia inaweza kuwa na fedha lakini isiwe na mazungumzo kuhusu fedha. Familia ngapi mnakaa mezani mnazungumza habari ya taarifa ya fedha ya familia? Wewe umepata ngapi? Umepata ngapi? Umetimiaje Tukifika kiwango hicho, lazima tutajua namna ambayo familia yetu nini inakuwa kimapato. Unashangaa ujui mume anapanga nini, wala ujui mke anapanga nini, wala watoto hawafundishi kuhusu matumizi wala namna ya kupata hela. Mwisho wa siku familia inakuwa na migogoro isiyokuwa na lazima. Kwa hiyo familia yenye umoja inazungumza, inapanga na kuamua pamoja. Lakini changamoto nyingine ni matumizi yasiyokuwa na mpango. Familia inaweza kupata fedha nyingi lakini zote zikatumika bila mpango. Hebu angalia mkono wako wa kuume, kama ni unatumiaga wa kuume, na kama unatumia wa kushoto, angalia wa kushoto. Hebu uangalie, hebu jiulize, ni milioni ngapi zimewahi kupita kwenye mkono wako? Ukahesabu mwenyewe, yaani ukahesabu mwenyewe nyekundu, ukahesabu mwenyewe. Ni ngapi? Milioni ngapi? Hizo milioni zingeweza kujenga nyumba ama kununua gari? Singewezekana. Kwa nini una nyumba? Kwa nini una gari? Na zimepita hapo, ukizitazama zimepita hapo. Na unasema jamani, nishashika hela jamani, nishashika hela. So what? Yaani sifa ya kuwa hela nyingi za zamani inatufanya nini leo? Haisaidii. Lakini ulizo nazo nataka nikupe rai. Kuanzia leo, fedha isitoke hapa bila nini? Bila mpango. Isitoke kabisa. Na kuna wengine level ya ukichaa inakuwa kubwa wakipata hela. Kuna mtu ambaye akipata hela hatulii nyumbani, si ni kweli? Ukimpa laki anaondoka bila kuaga. Asijui ukimpa milioni itakuwaje? Na mwingine akili haitulii mpaka ziishe. Zisipokwisha, yani atapita njia hii, atapita pale, atabadilisha nguo hii, atauliza pale, yani atapita tu, atakanyaga mtu ili tu basi na alipata hela. Na kuna mwingine, na wamesema hizo, ukitaka kumjua mtu mpe hela au cheo, ndio utajua tabia yake ya ndani. Unapaswa pesa zisitawale akili yako. Na kama unaona una kaugonjwa hako, ukipata hela zidumbukize mahali, zisahau kwanza. Maana ukianza kuzishughulikia zenyewe zitakwambia, hiyo umeshakwenda Nairobi. Unasikia kuna gorofa ni refu sana, unakata tiketi Nairobi. Hata hujawahi kupanga kwenda Nairobi. Unapita mjini, siku hizi kuna matching girls and women. Umeona mjini? Umechukua hela zako, anapita na kiatu kizuri. Umetoka nyumbani, una mpango kununua kiatu. Lakini unailaumu nafsi yako, unaiambia hivi hiki kiatu kinakupita pitaje? Roho inauma kabisa. Unauliza bei shilingi ngapi? Kwa sababu ni wewe. Nilikuwa nauza 20,000. Kwa sababu ni wewe 10,000 tu. Nilipenda ile nilipunguzia. Unachomona ndio. Nenda kaangalia viatu vilivyonazo kule ndani nyumba yako. Vingine toka mwaka juzi hujaanza. Kopa kwa malengo, lipa kwa nini? Kwa wakati. Kwa hiyo, mkumbuke kwamba madeni yanaweza kuifanya familia ishindwe kutimiza mipango yake. Ama ikaingia kwenye migogoro, ama kuingia mahali pagumu, nyumba inauzwa kwa mfano, watoto ghafla unakuta nyumba imeuzwa, hakuna makazi, unaanza stress ya familia. Kwa hiyo, familia inahitaji hekima katika kukopa, kutumia na kurejesha madeni hayo kwa wakati. Tusikubali maisha yetu yote ya kesho yatumike leo. Lakini changamoto nyingine ni kutokuaminiana. Mume asiyemwamini mke wake, mke asiyemwamini mume wake, watoto ambao hawaaminiani, umoja wa familia unadhoofika, umiliki wa pamoja unahitaji, ndugu zangu, uwazi, uaminifu na uwajibikaji. Hivi una uwezo wa kumwachia mke wako ATM yako? Mama, unaweza kumkabidhi baba ATM yako? ATM card unampa kabisa. Baba, namba utunze wakati wote, just go and pick money. Kama usubutu kumpa password, je, ATM utampa kweli? Ifiki kiwango cha juu. Bwana asifiwe. Kiwango cha chini unaficha password, unaficha na nini? ATM card yako. Lakini kuna tofauti ya vipaumbele katika familia zetu.
Mmoja anataka kujenga nyumba, mwingine anataka kuwekeza, mwingine anataka kutumia, mwingine anasema elimu kwanza, mwingine anasema hatujatoka. Toka umenioa, hujanitoa. Hujanipeleka bichi. Yaani familia inatofautiana kwenye vipaumbele. Hapa ndugu zangu, ndipo familia inahitaji maono ya pamoja. Haina maana hayo ni mabaya kufanya, lakini mna maono gani ya familia ya pamoja? Si kila mmoja avutie upande wake. Baba anaweza kukaa kijiweni anasema utajenga tu. Mmepangisha nyumba, mnalipa milioni. Alafu mama anasema tujenge nyumba. Unajua mama ndio anajua kuzeeka haraka kuliko baba, sio? Baba tunaona kama vile hatuzeeki, na bado tupo, yani bado tupo. Tutajenga tu. Mama usijali, una pressure gani? Mmeo niko hapa, tutajenga tu. Lakini mama haya maneno hayaamini, maana tuna miaka 20 kwenye ndoa, hatuna room yetu moja. Room moja tu hatuna. Alafu ananiambia tutajenga tu mama, usijali, wewe tulia mama, tutajenga. Alafu kipato chetu chenyewe hakitoshi ugali wa wiki. Bado ana matumaini yafanyaje? Tutajenga tu. Maana kina mama wanaonaga mbele, nafikiri wanaona mbele kweli kweli. Wanaona mbele kweli kweli. Bwana asifiwe. Ndio maana Mungu ametupa akasema nitakupa msaidizi wa kufanyaje? Kufanya na wewe. Hao wanasaidia, nyumba zinasimama kabisa. Mama mlioko hapa na wapeni kongole, maana mnasimama, familia zinasimama. Hata maendeleo ya watoto wetu, hata maendeleo ya kijamii, mama wanachangia sana. Hata sisi wanaume tumo, tunajitahidi, lakini mama wanatusaidia na wanatuongoza katika eneo hilo. Changamoto nyingine katika kumiliki pamoja kwenye familia ni uvivu. Baadhi ya wanafamilia kutokupenda kufanya kazi mikono, hasa wengine wanakaa kijiweni, na wengine wanajiona ni wasomi, kwa hiyo hawawezi kufanya kazi za mikono tena. Na sisi wazazi ambao tunapeleka watoto wetu kusoma, tunafikiri ni haki yao, kama mtoto wangu amesoma, jamani, alianza English medium, anajua Kiingereza, msimguse. Kiingereza kinaliwa, wapendwa? Tunataka kwa Kiingereza kwenye sahani ukala. Manufaa yanatokana na mpango wa umiliki wa pamoja. Wapendwa, tukijifunza kumiliki pamoja, kuna manufaa makubwa sana. Moja, inajenga umoja wa familia. Wanamiliki ile sense of belonging, sense of ownership, kwamba hizi ni mali zetu, nizijue, nizisimamie. Familia inapopanga pamoja, inafanya kazi pamoja na kutumia rasilimali pamoja, na inasaidia kuleta ule ukaribu katika familia. Umoja wa kiuchumi unaweza kusaidia kuimarisha umoja wa familia, lakini pia inaongeza uwazi na uaminifu. Kila mmoja anajua familia ina nini. Baba anajua mama ana mshahara gani. Baba anajua mshahara wa mama ni kiasi gani, hata matumizi yake. Anapataga nini? Hata kama ni mfugaji anapata kiasi gani? Anatumia nini? Fedha zinaelekea wapi? Hii inapunguza mashaka na migogoro ndani ya familia. Jambo la tatu, inasaidia kujenga uwezo wa kuwekeza. Mtu mmoja anaweza kushindwa kufanya kazi mwenyewe, lakini familia ikikusanya nguvu zake inaweza kufanya mambo makubwa. Mimi naomba tujifunze kwa Wahindi. Unaona Wahindi, ili mjua Mhindi anakaa kijijini. Unajua kwa nini wanakaa pale town center? Angalia miji yote Tanzania, angalia miji yote, Wahindi wanakaa wapi? Katikati ya mji. Na unakuta ndani ya familia, kama wana kampuni, manager ni mtoto mkubwa, treasurer ni mtoto wa kati, sio hivyo? Wanarekisha nini? Zile mali wanaziweka wapi? Pamoja, zinazunguka zile fedha ndani ya familia. Hapa kwa mfano, tukiwa na watu hapa wanafanya biashara zao, yuko mzee wangu Baraza pale na duka pale, wewe unaacha kununua kitu kwa Baraza, unaenda kununua TPC, zile pesa zinabaki wapi? TPC. Lakini ukinunua kwa Baraza hapa, zinabaki kwa nani? Kwa Baraza. Na Baraza Jumapili anakuja wapi? Anatoa sadaka hapo. Kwa hiyo zinazunguka wapi? Hapo. Watu wanaleta mbali, wanaleta wapi? Nyumbani. Kuona jiona nimezoea duka fulani bwana. Huyo mtu hata umjui. Lakini una ndugu yako kwenye kwaya hapa, mna biashara zenu. Uzungushe ile kuliko mdogo kwenye duka la mwenzako hapa, anajifanya sana, anaonekana anataka kuonekana mkubwa sana. Awe mkubwa hapa, apate hela, atoe fungu la 10 wapi? Hapa. Kwa hiyo tusonge mbele. Awe mfadhili wa kwaya mwishoni.
mtu akitengeneza kitu anatengeneza mamundu, majembe, marato pale kijijini kwetu, si ndio? Uona kununua panga la Kichina. Eti kwa kweli la kijijini ni made from China. Lakini huyo aliyetengeneza kijijini kwenu na hivi vya kijijini hivi vitanifanya nini? Angalia ile mashami ya zamani ya pale kijijini ilikuwa inakaa muda mrefu. Lakini chukua la Kichina, unakata mara moja tatu umetupa. Lakini kuliko mtajirisha yule anafanya kazi pale nyumbani, na hii loko sana bwana. Loko. Angalia maua, bila kusema maua, mnanunua maua ya Kichina. Haya hapa mchungaji, maua ya Kichina. Sio kuotesha ya kwetu, ya Kichina. Tena inauzwa shilingi 200. Huyu wa kwetu akisema 1000 sema anauza gari za tuchukue ya Kichina, inakaa muda mrefu. Artificial. Ndugu zangu wapendwa, faida nyingine ni kuandaa watoto kwa maisha ya baadaye. Watoto waona wazazi wao wakipanga, wakiweka akiba, wakifanya kazi pamoja, wakisaidiana na kutoa kwa Mungu, wanajifunza kumtumikia Mungu, lakini wanajifunza kutunza mali za familia. Tunawafundisha watoto wetu si kwa maneno tu, bali kwa mifano. Mtoto anajifunza familia yangu inafanya kazi pamoja, na kesho atakapokuwa mtu mzima ataendelea na utamaduni huo kwenye familia yake. 5, inawezesha familia kusaidia kanisa, na hili ndilo lengo letu leo. Bwana asifiwe sana. Familia imara kiroho na kiuchumi inaweza kuwa nguvu ya kanisa. Familia ikiwa na mpango inaweza kutoa kwa ajili ya kanisa la Mungu. Nataka tufikie hatua ambayo kila familia katika kanisa la Mungu itajiuliza, familia yetu inachangia nini katika kazi ya Mungu? Na uwe na kumbukumbu. Sijui nikiwauliza ninyi mlioketi hapa, mwaka huu toka uanze umetoa nini kwa ajili ya kanisa la Mungu? Kama mtu angelikuuliza, hivi toka Januari mpaka sasa naelekea Disemba nimetoa nini? Una kumbukumbu? Ama unasema ile theolojia mkono wa kushoto usifanyaje? Usijie mkono wa kulia unafanya nini? Tunajidanganya namna hiyo sio? Mtu mwenyewe hakika anajua. Mimi nilikuwa na mzee mmoja pale Longo. Huyo mzee alikuwa anapanga sadaka yake ya mwaka ya ahadi. Anaipanga kabisa. Anajua mpaka Disemba atatoa kiasi hiki afa nakitoa Januari. Anaita bahasha yake imetuna, anaweka pale, mimi mwaka huu ahadi nimefanya nini? Nimemaliza, nitaendelea kutoa shukrani. Na ukimuuliza umetoa shilingi ngapi mwaka huu, anakuambia kwa hesabu. Kuna mtu mmoja alisema nakwenda naye kwamba kuna watu wakifika mbinguni kama watarudishiwa sadaka walizozitoa, iwe ndio bajeti yao ya maisha, kuna watu watakuwa omba. Yaani piga picha, ukifika mbinguni kile ulichotoa ndicho unachopewa hiyo bajeti yako ya maisha. Ikiisha una wakumuuliza. Maana si umeweka hazina yako? Angalia bahasha yako ya ahadi. Ile inakutangulia. Bwana asifiwe. Ile inakutangulia. Bwana anasema hii ndio umetoa mwanangu, basi kaa hapo kula, ikiisha usinijuu. Kuna watu hapa watakuwa mama nakwambia. Kaza bahasha, mmoja nayo kaza bahasha yako. Kaza bahasha yako. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapofikia hatua hii ya kumtolea Bwana, kila mmoja ajiulize. Na kama ulikuwa ufanye hivyo, uanze kuwekeza kwa Bwana kuanzia sasa. Ujiulize, kwenye hili jengo la nyumba ya Bwana, mimi na familia yangu inafanya hapo nini? Maana wageni wanakuja kukusupport sio? Wanakuja kusupport tu wataondoka. Ninyi ndio mtabaki hapo. Ujiulize, kila mtu leo tunaanza. Kila familia itakuja kutoa chakula hicho kiasi, ndio? Lakini kila mtu ajiulize, mimi na nyumba yangu ninaweka nini kwenye hii nyumba ya nani? Ya Bwana. Si kwa ajili yangu tu, ni kwa ajili ya vizazi vijavyo. Amen. Na sisi ambao tumetoka kule tukotoka, tujiulize pale tunapoabudu, tumefanya hapo nini? Mimi na nguvu zangu, umri wangu, kwenye usharika wangu, nimefanya hapo nini?
Ni kitu gani kinaweza kutajwa kwa jina langu? Ama ni watu fulani tu, matajiri fulani tu ndio ambao wanatajwa? Hivi kwa nini jina lako lisitajwe? Hata umeweka alama ya msalaba wa kuchonga tu, alama fulani umeweka pale, umeweka alama, utakumbuka kitu gani katika nyumba ya Bwana? Kuna kitu gani katika usharika ambacho unaweza kusema hiki na kimiliki, ni mimi nimekifanya na kimiliki? Maana uwe sehemu ya umiliki wa ile kazi ya Mungu pale. Injili imepeleka, huyu mwinjilisti amesoma hapa, ninavyomuona hapa, ninaona sadaka yangu. Maana alipokuwa anaelimishwa, nilitoa nini? Nilitoa sadaka yangu. Nikimuona akitumika, ninasema huyu ni zao la kazi ya mikono yangu. Ninavyomuona huyu mchungaji anahubiri pale, ninaona sadaka yangu. Nilitoa sadaka yangu, akaelimishwa, leo anatulisha nini? Neno la Mungu. Hii kwaya inaimba vizuri hapa, nina mchango wangu hapa. Niona yule mwalimu pale akiimbisha vizuri pale, anafanya mapigo vizuri pale. Yaani kabisa watu waseme, ona kwaya inaimba vizuri, mkono wa yule mwalimu pale. Bwana asifiwe. Nyimbo zilipigwa, hii style inayochezwa hapa, hii style hapa ni ya kwangu. Is made from me. Yaani trademark yake ni ya kwangu. Kuna kitu gani ambacho utasema mimi nimeweka alama? Tumuombe Bwana tuweke alama. Mimi waambieni, wewe unaweza ukasahau sadaka unayotoa, lakini kwa Mungu haitasahaulika. Bwana asifiwe.